Kupitia kwenye andiko la mtandao wake wa Truth Social, Rais Donald Trump jana aliandika kuwa jeshi la Marekani lilishirikiana na jeshi la Nigeria walimuua mmoja wa makamanda wa ngazi za juu kabisa wa kundi la ISIS ambaye amekuwa akisumbua kule Western Africa. Katika tangazo lake anasema kuwa wameondoa tishio katika eneo hilo la magharibi mwa Afrika. Sijui nilizungumze kwenye nadharia gani hili, lakini nitakugusia vitu kidogo kwa sababu si mada yangu ninayotaka kuizungumza. ISIS, ukichukua ISIS, hebu rudi kwenye interview ambayo ameifanya juzi aliyekuwa mshauri wa masuala ya ugaidi ya Marekani baada ya kujiuzulu juzi kwenye ile vurugu ya Irani. Alijiuzulu Joe Kent, alikuwa akizungumza na Carlson Tucker kwenye interview, akasema sisi Marekani ndo tulioanzisha ISIS pamoja na makundi mengine yakiwemo Al-Qaeda kwa ajili ya kulinda interest zetu. Sio maneno yangu, kasema Joe Kent. Halafu rudi miaka ya nyuma kidogo kwenye moja ya interview ambayo aliwahi kuifanya Hillary Clinton wakati akiwa senator. Alizungumza hayo maneno ya Joe Kent kuwa uanzishwaji wa ISIS na makundi mengine yameanzishwa kutoka wapi. Kundi la ISIS linanasibishwa na itikadi kali ya Kiislamu. Linanasibishwa na makundi mengine mengi ambayo yanafanya vurugu duniani ambayo yananasibishwa na Uislamu. Nchi nyingi duniani zenye idadi kubwa ya Waislamu zinaona kinachofanywa na Israeli sio sahihi au zinapinga mauaji ya Israeli. Nchi nyingi zenye idadi ya Waislamu na nchi nyingi zenye idadi ya Waislamu zinaiona Israeli kama ni adui. Sasa naomba pekua unavyoweza kupekua kwenye kabrasha zako zote, halafu nionyeshe tukio au shambulizi lolote la ISIS kwenda kwa Israeli lililowahi kufanywa na ISIS kwenye maslahi ya Israeli. Lolote tukio la ISIS lililoishambulia Israeli. Sio, umenielewa? ISIS walikuwa na makao makuu Syria na Iraq wakati wa harakati za ISIS. Syria imepakana na Israeli. Sawa. Wamefanya mashambulizi ndani ya Iraq, ndani ya Syria, ndani ya Lebanon, ndani ya Jordan, ndani ya Misri. Hizi ni nchi zote zilizoizunguka Israeli. Kote wamefanya mashambulizi ISIS, lakini hawajawahi kufanya mashambulizi Israeli kabisa, abadan. Sasa ukipata jibu niambie ISIS ni nani, kabla ya kuja kupiga mstari kwenye andiko la Donald Trump kutuambia kuwa wameondoa tishio la nani ISIS. Sawa, amani iwe nawe, peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na mambo yako. Nilipumzika kidogo kuja kuzungumza na uso kwa uso hivi, japokuwa tumekuwa tukizungumza kwenye mazungumzo ambayo kutoka kwenye magroup yetu yanakuja hapa sometime. Yes, ndio iko hivyo. Nilipisha siku moja wadau wangu tu waweze kupitia taarifa za wengine, yani umsikilize na watu wengine wana maoni gani kuhusu haya yanayoendelea duniani. Usibaki na ugonjwa wa Rahbi kuwa unataka usikilize tu anaozungumza Rahbi, unataka usikilize anaozungumza Rahbi. Ni lazima ujue na upande wa pili wanazungumza nini. Lazima ufahamu kuwa dunia iko wapi. Je, Rahbi anatulisha sana matango au inakuwaje? Ukikaa hapo ukaanza kungamua kumbe na huku yanazungumzwa yako hivyo, halafu ukirudi hapa ni kama ni yani umeenda kwenye check and balance, umerudi tumekubalance, tuendelee kuzungumza yanayozungumzika. Ziara ya Donald Trump imemalizika Uchina. Taarifa iliyoandikwa na vyombo vikubwa vya habari vya magharibi, naenda katafute Wall Street Journal, kasome CNN kwenye website yao walichokiandika, halafu nenda kasome kama The New York Times katika baadhi ya majarida ambayo nimeyapitia, japo kuwa ni mengi zaidi yameyozungumza hili, lakini nimekupa hizi heading tatu, vyombo vya habari vitatu. Nenda kasome taarifa za ziara, halafu nenda kasome maoni yaliyotolewa ima na wahariri au waandishi kuhusu ziara ya Donald Trump imefanikiwa kiasi gani. Nilizungumza juzi kuwa hakuna kilichofanikiwa. Ni kama vile Marekani kaenda kupoteza kingine. Yani wakati anakwenda kutafuta kimoja kaenda kupoteza kingine. Kuna ile nadharia wanasema unakwenda kutafuta pembe unarudi bila macho. Ziara ya Donald Trump ndani ya Marekani na matarajio yaliyokuwepo ndani ya Marekani sio iliyotoa hicho kitu. Leo hii tunaamka na taarifa tofauti
za mshirika mtiifu wa Marekani kuparurana na Marekani, Taiwan. Imetokana na nini? Donald Trump amesema kuwa atashauriana na Xi Jinping kuhusu silaha gani wanapaswa kupewa Taiwan. Silaha gani anapaswa kupewa Taiwan? Ni kinyume na kauli za awali zilizotolewa na serikali mbili. Marekani ilishatoa kauli awali kuwa itaiuzia Taiwan silaha zenye thamani ya dola bilioni 14. Taiwan ilishaandaa fungu la kiasi cha dola bilioni 25 kwa ajili ya matumizi ya silaha ya ununuzi, zaidi ya silaha za Marekani, zaidi ya silaha za kujilinda. Na tayari Marekani alishaidhinisha huu mpango. Sasa Donald Trump anaposema kuwa hawezi kuipelekea silaha Taiwan, kwanza itabidi ashauriane na China. It's okay. Ninaweza kusema kuwa labda kama fahamu zimerudi na akili zimerudi. Huu ni mkataba kabisa wa Marekani, na huu ulikuwa ni mkataba kati ya wakati wa Rais Reagan 1982. Reagan alifanya makubaliano na China kuwa hawatoipeleka silaha za aina yoyote ndani ya China isipokuwa washauriane Marekani na China. Ndio, kwa sababu Marekani anatambua China moja, lakini Taiwan wao wanadai kuwa wana uhuru wao kamili, lakini Marekani huwa hati comment kwenye hilo. Lakini Marekani ni mfuasi wa Taiwan na amekuwa akisaidia Taiwan katika kipindi chote, akipa silaha za kujilinda dhidi ya uvamizi. Sasa hapa karibuni Marekani walikata hili swala la kushauriana, walikuwa wakipeleka tu silaha wanavyotaka. Sasa Donald Trump wakati anaweka mezani swala la Irani ya Xi, maana ili swala la Irani tunalifanyaje, Xi akamwekea la Taiwan. Maliza tumalize, chukua hiki nikupe hiki, na tatua hili tatua hili. Saa 48 zinatosha kumbadilisha Donald Trump, anaisalimisha rasmi Taiwan kwa China, kama alivyofanya kuchukua Ukraine unaisalimisha kwa Urusi. Huyu ndio Donald Trump ambaye always huwezi kumwamini. Huwezi kukaa kumwamini ukatembea naye njia moja ukasema oh basi tunakwenda hivi. Na ukitaka kujua hilo waulize Wakurdi. Waulize Wakurdi awamu ya kwanza walikuwa na makubaliano gani na Donald Trump? Walikuja kufanya nini? Kwa nini anawalalamikia Wakurdi walipewa silaha wakala kona? Wakurdi sio wajinga tena. Kama kweli Marekani ilitoa silaha kuwapa Wakurdi ili wakaanzishe machafuko ndani ya Irani, halafu wakachukua silaha wakachikichia, ima wameuza au wameamua kuunda makundi yao wenyewe wanachokiona, unaweza kuwapigia makofi, kwa sababu walijua kuwa huu mchezo tunaochezewa sisi ndio tunapelekwa kama kafara. Lakini ukweli kuwa hatotupa chochote. Rudini muangalie vita ya iliyoanzishwa na Marekani, ile inayojulikana kama vita ya ISIS ndani ya Syria na Iraq mwaka 2012. Nani aliyepigana vita kubwa na ISIS? Ukiondoa makundi mengi yaliyokuwa na silaha, kundi lililokuwa na nguvu zaidi ndani ya Syria lilikuwa ni SDF, Syria Defense Force. Syria Defense Force ni kundi linaongozwa na watu gani? Linaongozwa na Wakurdi. Walikuwa na mkataba na nani? Na mkataba na Marekani. Wakurdi walipata kivuli cha Marekani kwenye mpaka wa Uturuki, ambao ni mpaka hatari zaidi, kwa sababu Wakurdi wako na harakati na Uturuki miaka tangu Abdullah Öcalan alivyobeba silaha kuanzia mwanzo wa miaka 80 akiwa support wa Kurdi wenzake kutafuta uhuru wao. Abdullah Öcalan alibeba silaha akaanzisha uasi mkubwa na serikali ya Uturuki miaka yote. Sasa Wakurdi wa Uturuki walionekana kuwa ni kundi ambalo halifai, ni kundi la kigaidi, kwa sababu hawa wanajiunga na YPG, wanajiunga na PKK. PKK wana uhusiano na SDF. Umeelewa connection? Kuna YPG, kuna PKK ambao wote ni Wakurdi wenye uhasama upande wa pili na Uturuki. Lakini YPG wana uhusiano na SDF ambao tayari Uturuki anawaona wote ni wamoja. Trump aliwaingiza kwenye mtego, wakajaa, wakapigana vita. Baada ya kutimiza lengo lake la kuanza kushikilia na eneo kubwa la mafuta ya Syria katika awamu ya kwanza, Marekani wakatangaza kujiondoa na wakawaacha Wakurdi kwenye mdomo wa mamba. Uturuki aliwafagia vibaya sana, aliwasafisha Uturuki, wakarudi nyuma kilomita 30. Kwa hiyo wanalo. Sasa hili ndio ambalo Taiwan wanaliona. Vyombo vya habari leo vinaandika Taiwan anataka kufungua mashtaka dhidi ya Marekani kukiuka makubaliano ya mauziano ya silaha. Na Trump ameionya Taiwan kutangaza uhuru wake. Tangazo, andiko lililotolewa na ofisi ya rais leo ya Taiwan imetangaza kuwa wao ni nchi huru, hawahitaji ushauri wa Marekani. Sijui umeelewa? Ziara ya China hiyo ndani ya 48 hours. Ndani ya 48 hours
China ukiondoa kile walichokitoa mwishoni kabla ya ziara ya Trump kumalizika, Wizara ya Mambo ya Nje ya China ilitoa taarifa ikasema kuwa kwanza inailaumu Marekani na Israel kuanzisha vita ambayo haikupaswa kuwepo. Ilikuwa ni msumari katika kauli, katika kile ambacho Marekani wamekizungumza kuwa China imetuunga mkono kuwa Irani afungue Hormuz, imetuunga mkono Irani hata kuwa na nyuklia. Halafu Wizara ya Mambo ya Nje ya China inatoa taarifa kama hiyo. Leo wanakuja na andiko lingine China ambalo limeandikwa Reuters. Anasema kuwa ni kweli tumekubaliana na Marekani kuwa Irani wafungue au mfereji wa Hormuz ufunguliwe uwe wazi katika sharti la hakutokuwa na vita na vita haitorudi tena, na Marekani yani waondoe uhasama, vita haitokuwepo kwanza uhakika, na Marekani hatoishambulia tena Irani. Hili ni andiko liko wapi? Kama kumbukumbu zako ziko sawa, rudi kwenye vifungu 14 vya Irani alivyovipeleka Trump akaita takataka. Ndani yake katika mstari wa kwanza kabisa hiki ndio kimeandikwa kuwa Marekani aondoe vikosi vyake, aweke pembeni, na tuahidiwe kuwa hakutokuwa kabisa na mzozo wowote na wala hatutoshambuliwa. Alafu tutafungua mfereji huu, Marekani aondoe blockade yake, lakini katika utaratibu unaotuhusu sisi. China hajasogea mbele, kaishia hapo. Anasema kuwa ataifungua basi, mradi umefunguliwa, hatujui nani ataumiliki. Andiko la pili, China wanajibu kile ambacho Marekani walisema kuwa China anakubaliana na sisi kuwa Irani hatakuwa na nyuklia, na China wanasema hivyo hivyo. Ni kweli sisi tunaunga mkono Irani kutokuwa na silaha za nyuklia, lakini tunaunga mkono mpango wa nyuklia wa amani wa Irani. Sisi tunauunga mkono. Wapi Irani lini alisema anataka kutengeneza silaha za nyuklia? Maana yake kuwa Marekani walikuwa wanatupa maneno, wanayafupisha, wanayakata, hawataki kwenda mbele kutuambia nini haya. Hiki ndio ambacho Donald Trump amekipata ndani ya saa 48 kutoka huko. Lakini si Trump peke yake amekipata alichokitafuta katika kipindi hiki. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, wakati Trump yupo huko China, yeye alikwenda India. India kulikuwa kuna mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS. Mkutano wao umekuwa kama vile wa Donald Trump, umetoka bila azimio, bila chochote zaidi ya kwenda kuraruana. Walikwenda kulifanya jukwaa lao kuwa la kisiasa, staili ile ile ya majukwaa ambayo Marekani huyatumia ya G20, G7. Majukwaa ambayo kihakika ni majukwaa ya kiuchumi, lakini Marekani huyageuza kuwa majukwaa ya kisiasa kutafuta interest zake na kupata anachokitaka. Kwa hiyo walipokwenda kwenye ule mkutano, Irani alikuwa ameshupaa sana kwenye ule mkutano wa BRICS kuwa ni lazima washirika wa BRICS walani kinachofanywa na Marekani na Israeli. Mmoja ya washirika yupo kwenye muhanga huu, UAE, akapinga. Kwa hiyo kukatokea na malumbano tu makubwa ya washirika waliopo pale, kwa sababu hawa BRICS hata sijui ni waeleze vipi. BRICS, nadhani mijadala ya BRICS nilifanya sana wakati wa mgogoro wa Urusi na Ukraine. Wale wanakumbuka tulizungumza sana wakati huo. Nilizungumza kwa kiwango kikubwa. Na toka wakati huo mimi sijawahi kubadilisha kauli. Sijawahi kuamini kuhusu BRICS, sijawahi kuamini nguvu ya BRICS wala uwezo wa BRICS kuangusha uwezo wa Marekani. Hiyo sijawahi kuiamini. Kutokana na vigezo vyangu na kile ambacho mara zote nimekieleza. Mfano, niliwahi kuambia kuwa angalia reserve ya fedha ya benki ya BRICS ambayo ilianzishwa na wanachama hao wote. Ilikuwa na kiasi cha dola karibu bilioni 100 akiba. Zaidi ya 70% ilikuwa hifadhi ni dola ambayo imehifadhiwa kwenye benki ya BRICS. Halafu wao katika moja ya agenda ya BRICS kwa tunataka kuiangusha dola. Mshirika wa BRICS mwenye nguvu na mkubwa, China, ana dola nyingi kuzidi Marekani. Sasa huyu ataiangusha dola? Tuache hilo. Kuanzishwa kwa mashirikisho au miungano huwa kwa malengo. Wakati inaanzishwa NATO, ilianzishwa kwa malengo ya kuidhibiti Jamhuri ya Kisovieti. Ndio lilikuwa lengo. Kwa hiyo tafsiri itayokwenda kwa Urusi kuwa walianzishwa kwa sababu yangu, kunidhibiti mimi. Ndiyo, kila muungano huanzishwa kwa malengo. Ilikuwa hivyo. Jana ukisikiliza mazungumzo yangu ya jioni nilizozungumza kwenye group, nilizungumza kuhusu mvutano ulioandikwa. Hii taarifa iliandikwa nadhani iliandikwa na Al-Maidan kuhusu UAE ilivyokuwa ikiwashinikiza washirika wa GCC wajiunge na vita ya Iran. Yaani washirika wa GCC, wale Gulf countries, GCC ni wale 6: UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia na nani nimemsahau hapo, Qatar. Yes, hawa ndio GCC, Gulf states, nchi za Ghuba. Walikataa kujiunga na vita ambayo UAE aliwaambia tupigane na Irani.
UAE akawakumbusha kuwa kwani tulianzishwa kwa sababu gani? Kwa sababu sisi GCC tumeanzishwa 1981, mwaka 81, ni miaka miwili tu baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Irani. Pale tulipoona tishio limekuja kwetu, kwa sababu yale mapinduzi yalikuwa yanatishia tawala na falme nyingi za GCC, kwa sababu Irani aliunga mkono waliokuwa wakidai uhuru wao ndani ya Saudi Arabia. Mashia wa Saudi Arabia aliwaunga mkono, lakini Irani alitangaza nchi kama Misri kuwa ni adui wa moja kwa moja wa kwao, kwa sababu 1979 Misri ilisaini makubaliano na Israeli. Sasa wao walianzisha GCC kujilinda dhidi ya Irani. Akawa anawakumbusha UAE, anawakumbusha wenzake, lengo la kuundwa ni lipi? Tuliundwa kwa ajili ya Irani. Huu ndio wakati sasa wa kukabiliana na Irani. Kwa nini tunaogopa kukabiliana na Irani? Watu wakamwambia sisi hatutaki haya mambo kukua, yaishie hapo. Kwa hiyo lengo la BRICS ni nini? Mpaka leo huwa sipati jibu. Kwa BRICS walitengenezwa nini? Ili kukabiliana na uchumi wa Marekani, yani kumchallenge Marekani, kutoa kutoa utaratibu uliopo duniani, ima wa biashara, mauzo, vyovyote vile. Wao watupe njia zao nyingine, yani biashara zifanyike tena, sio mpaka tupitie Swift, sio mpaka tupitie wapi. Tufanye biashara tunavyoweza bila kuingiliwa, na tutoe uhuru na haki kwa nchi zingine. Unaweza ukasema hayo ni malengo. Hivi leo unataka kukabiliana na Marekani, ndani ya wale mnaotaka kukabiliana na Marekani kuna UAE, kuna Saudi Arabia, kuna Egypt, kuna Ethiopia, kuna India. Mko serious? Hayo ni macho na masikio ya Marekani kwenye BRICS. Yani nahisi kuwa hawa washirika Marekani atakuwa anajua kuanzia ajenda kabla, kwa sababu unajua kwenye kikao watu wao wanapewa muhtasari kuwa tutakuwa na ajenda hizi na hizi. Yani kuanzia pale wanapopewa ajenda Marekani anayo. Wakati wanakaa kwenye mikutano Marekani anahuenda akaifuatilia mikutano kwa njia anayojua yeye, lakini hata asipofuatilia kwa staili hiyo, kuwa hawa wakitoka kabla hawajafika nje ya jengo, katika korido tu watakuwa wameshawasilisha kwa Marekani kuwa tuna hili na hili na hili na hili na hili. Sawa? Hakuna serious yoyote kwangu mimi ya kukabiliana na Marekani kupitia BRICS. Hawawezi, bado hawako serious, na hata wakiwa serious sio katika huu muungano wa hawa watu. Hawawezi, kwa sababu kuna nchi zimekunywa maji ya Marekani. Hauwezi ukazishauri vyovyote, huwezi kuzishauri njia yoyote ya kukabiliana au kuiangusha Marekani ndani ya BRICS. Sasa Araghchi naye alikwenda karudi kaangukia pua kama Donald Trump. Hakupata kile ambacho alitaka kukisikia kutoka kwa BRICS, kuwa watoe tamko, waonekane kuwa sasa na tunakuja upande wa pili, tuonekane sisi ndio tunaichallenge Marekani mara hii. Maana yake anaona Marekani kama maji ya shingo. Sasa BRICS ndio inakuja kuchukua nafasi ya Marekani. BRICS yenyewe imejaa Marekani ndani. Atachukua nini? Jamani, inatosha niliyoyazungumza. Inshallah tutakutana tena kwa mara nyingine, tuzungumze yanayojiri, yanayoendelea duniani. Asanteni sana, na inshallah mara nyingine.